Naendelea kusoma pale, tunaenda 34. Biblia inasema 34, Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki atakubaliwa naye. Naomba niende 44. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Naomba niishie hapo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, maombi yanayojibiwa na maombi yasiyojibiwa, inakupasa ufanye nini? Maombi yanayojibiwa na maombi yasiyojibiwa ni mtu ambaye ukiwa ndani ya Kristo unatakiwa ufanye yanayokupasa wewe kutenda. Hakuna safari isiyo na vigezo. Leo tutapata vigezo vya mtu, na naomba nijibu maswali ya watu wengi. Sio watu wengi wanaenda kumwomba Mungu akajibiwa, kwa sababu hawakujua jinsi ya kufanya ili waweze kufanikiwa. Hata nataka nizungumze hapa. Biblia inasema kulikuwa na mtu mmoja Kaisaria katika nchi ile. Kwa neno la Kiitalia, mtu huyu alikuwa mtaua. Anasema mtu huyu alikuwa mtaua, lakini huyu mtu alikuwa ni mkuu wa jeshi, alikuwa anasimamia jeshi. Ni jeshi gani? Huyu mtu ni mtu wa Kirumi, lakini yeye alikuwa na kikosi cha askari chini yake, kwa sababu ya Kaisari wa Kirumi waliokuwa wakizunguka. Sasa katika kuzunguka na kufanya kazi katika nchi ya Israel, alikuwa akizunguka kwenye masinagogi ya Wayahudi na kuona sikukuu za kutabaruku vibanda. Akaona wanavyotoa sadaka ndivyo wanavyofanikiwa. Yeye pamoja alikuwa anafanya kazi kwa Kaisari yule Rumi. Aliona hizi tabia nizichukue, akazipeleka nyumbani kwake, akafundisha mke wake na watoto wake, na wakaanza kutoa sadaka, na huku akimwomba Mungu daima. Huyu hakuwa Myahudi, hapana. Huyu aliiga tabia ya Wayahudi wanayofanya, kwa sababu alijua Wayahudi wanapofanya hivi ndipo wanafanikiwa. Naye akasema, kwa nini na mimi nisifanye nifanikiwe? Alichukua ile tabia akaenda kuifanya nyumbani kwake. Biblia inasema mtu mcha Mungu yeye na nyumba yake. Anasema alikuwa akitoa sadaka na kuwagawia watu na akiomba daima. Biblia inasema ndipo malaika wa Bwana akamtokea waziwazi, akamwambia Kornelio. Yeye akatazama na akashangaa, lakini malaika akamwambia usiogope, kwa maana sala zako na sadaka zako zimefika kwa Mungu na imekuwa ukumbusho kwa Mungu. Twende vizuri. Alafu malaika akamwambia, sasa tuma watu waende Yafa wakamwite Petro ili akwambie yapasayo kufanya nini? Kutenda. Ngoja nioke hapa kitu nikazie hapa. Yeye kwanza akatuma watu wakaenda wakamwambia usikawie. Sasa unaitwa. Alipotuma watu wakaenda Yafa akamwita Petro. Petro anakuja. Petro alipokuja akatoa taarifa. Hapa ukiangalia ule mstari tuliosoma wa 30 ngapi, anasema Petro akafumbua kinywa. 34 akasema, Petro akafumbua akasema, kwa Mungu hana upendeleo, isipokuwa kila taifa mtu yote atakayetenda mema atapata haki na atajibiwa maombi yake. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jamani, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe tena. Nisikize vizuri, anasema Mungu hana upendeleo. Mtu anayetenda haki atapewa haki yake. Sasa huyu kwa nini alijibiwa maombi yake? Ngoja nitazungumza. Lakini ili uone Mungu alivyo. Mungu akamwambia umefanya haya yote. Sala zako na maombi yako yamefika na imekuwa ukumbusho kwa Mungu. Akamwambia lakini bado hujamaliza. Nenda ukamwite Petro kule Yafa, aje akwambie yanayokupasa kutenda. Sasa ngojeni niwaambie ni hapa. Roho ya uasi huwa inakuja hivi. Kuna mtu anaweza kasema kwa kweli mimi nimeokoka na namtazama Mungu peke yake, na hapa nataka nimwangalie Mungu peke yake na simtazami mwanadamu. Okay. Kornelio alitoa sadaka
zikafika mbinguni, maombi yake yakafika mbinguni, lakini bado aliambiwa bila Petro hauwezi kufanya yapasayo. Twende vizuri. Unajua kuna mama mmoja kule anakaa sehemu za Morogoro, lakini mahali hapo sasa alikuwa akiomba Mungu, baadaye akasema hivi, hata nikiamua kwenda kuomba nyumbani peke yangu sinatosha, Mungu atanishikia pale pale hata ukikaa kwenye mti. Kumbe ile ni roho ya asi ilikuwa inamtafuta. Alipoenda akakaa peke yake, cha ajabu yule mama alikuja kutokea ni mtu ambaye amekuwa mbaya. Baadaye alipoona ni kama anaibika, akaenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa sababu yeye, sikiliza, kwa nini tupo wengi hapa? Ili tuelekezwe cha kufanya kwa pamoja, tukafanye kama watoto wa Mungu na taifa la Mungu. Bila kushauriwa ukasema namtazama Mungu, okay, itafikia watu nao hawatakutazama wewe, kwa sababu wewe unamwangalia Mungu na mwingine amwangalie Mungu. No, hatuna Mungu wa namna hiyo kwamba wewe una Mungu peke yako. Mungu anatengeneza umoja, na mbinguni tutakuwa pamoja. Lazima tupate mtu ambaye ameitwa na Mungu. Hatuna Mungu wa namna hiyo. Kwa mamlaka jina la Yesu. Nilitegemea malaika angemwambia umemaliza, lakini akamwambia bila Petro bado kuna viwango. Sasa pale 44 Biblia inasema ya kwamba Petro alipokuwa akisema neno la Mungu, huyu alikuwa hajashukiwa na Roho Mtakatifu na alikuwa hajabatizwa. Alipomaliza kubatizwa tu, Biblia inasema ya kwamba wakati Petro anaongea na wale watu waliokusanya pamoja na yeye, akashuka Roho Mtakatifu, wote wakanena kwa lugha, kitu ambacho kabla Petro hajaja hakikutimia. Kwa mamlaka jina la Yesu. Unaweza kaona tuko hapa kafikiri tuko kawaida. Hapana, hapa unatakiwa uangalie, unapoagizwa ufanye kile unachopaswa kutenda. Hata kama unakuja kanisani usiposhauriwa cha kufanya, maana kwa una uhakika uwezi kufika unakoenda, kwa sababu neno la Mungu linatuongoza. Tunapita kwenye leli, tusipopita kwenye leli hamna. Na hakuna Mungu mmoja, Mungu wa watu wote wenye mwili duniani. Anamsimamisha mmoja akamwamini. Usipomwamini ukaanza kumtwanga madongo, huyo unajimaliza wewe mwenyewe. Yeye atasonga mbele, kwa sababu anayempitisha ni Musa. Wanempia. Kwa nini wana wa Israeli walipita? Ubarikiwe sana. Walipita kwa sababu Mungu alimwambia Musa jeshi lote litapita la wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa wanamsikiliza Musa. Hatutavuka mahali popote na hatutapokea Roho Mtakatifu, tutapokea roho mtakafujo kama tujamsikiliza mtumishi wa Mungu. Popote unapofanya, fanya ufanyavyo, lakini msikilize mtumishi wa Mungu, kwa sababu mtumishi wa Mungu ndio unayemuona. Usije ukasema mimi peke yangu nina imani yangu, mimi peke yangu nitasimama mimi. Hapana, Habakuki anasema nitasimama katika zamu yangu, lakini anasema na njozi hiyo, Mungu akamwambia njozi hiyo iandike, isomeke kama maji, ili asomae aione, alafu kwa maana ijapokawia ingoje itatimia. Lakini kwa nini anafuata utaratibu? Ili ufanye yapasayo kutenda. Maombi yanayojibiwa ni lazima ufanye kinachokupasa kutenda. Pungia mikono yako namna hii. Inakupasa kutenda nini wapendwa? Inakupasa, usipotoa sadaka, hata kama umefunga wiki 10, hata kama umefunga mwezi mzima, kama hujatoa sadaka umeshinda na njaa bure. Hata kama unatarajia kufungua biashara, kama hujatoa sadaka, hakika wewe umeshinda na njaa bure. Hakuna utakachofanikiwa, kwa sababu kama unalisamini neno la Mungu, kidogo mtolee Mungu, kingi mtolee Mungu. Na njoo kwenye kipindi ibada ukijua nimemtolea Mungu fedha na muda na mimi mwenyewe nimejitoa, hakika Mungu hawezi kukuacha. Kwa nini Mungu anatuacha? Hatufanyi atupasayo kutenda. Ili ufike mahali unakokwenda, hakikisha unatoa sadaka yako. Pengine ngoja nisome katika kitabu, niseme Deuteronomy. Twende Deuteronomy sura tusome katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18. Nitasoma mistari ya chini pale. Naomba nikimbie pale kwa sababu tunakimbiza somo. Hawa watu waliambiwa cha kufanya, na Kornelio aliambiwa bila Petro huwezi kutoboa. Kwa nini malaika wa Mungu amefika anamwambia habari za Petro, na wewe peke yako nasema hapana, mimi peke yangu haipo hiyo? Kwa nini nimefundisha? Utanielewa hapa. Tutasoma mstari wa 9. Biblia inasema utakapokwisha, twende vizuri, Deuteronomy, yani Kumbukumbu la Torati
sura ya 18 na mstari wa 9. Biblia inasema, utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Sikiliza vizuri mstari wa 10. Anasema, sitaonekana kwako mtu asionekane kwako mtu mpitishaye mwanae au binti yake katika moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mtu mwenye kubashiri, wala mdhihiri, wala mtu alogaye kwa mafundo, wala mtu apigaye nini, alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apitishaye apandishwaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana Mungu. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Ngoja nizungumzie kidogo. Kanisani tunapokuja kuna mambo muhimu. Kwanza nataka nizungumzie nchi ya Kanaani kabla ya Ibrahimu hajaenda. Kanaani ni mjukuu wa Nuhu, na kama ni mjukuu wa Nuhu amezaliwa na Hamu, ndiye aliyemzaa, kwa sababu Hamu alimkosea baba yake, akapata laana kwa baba, na alipomzaa mtoto wa kwanza anaitwa Kanaani, akaenda kukaa Kanaani, na yeye akazaa watu aina hii. Misri ni Mkanaani, Putu ni Mkanaani. Sasa tunaposema, na hapo tunaposema sasa leo Kanaani ni nini? Ni watoto wa Kanaani wote hao. Kwa hiyo sikiliza, Misri leo ni mtoto, ni mjukuu wa nani? Wa Nuhu. Kwa sababu baba yule baba yao alimkosea baba yao anaitwa Nuhu. Mmenisikiza vizuri? Watatu wa Nuhu, mmoja alifeli mtihani, lakini wawili walifaulu mtihani. Sasa nisikilize, kwa nini Mungu aliwapa nchi ya Kanaani? Wale alimpa Ibrahimu nchi ya Kanaani. Wakanaani walikuwa wanagombana. Mfano wake ngoja nikwambie, nyumba ya urithi. Nyumba ya urithi, watoto watatu au wanne wameachiwa. Sasa ili mtu ainunue kwa bei ya chini, wale ndugu waliokuwa wameachiwa ile nyumba na baba yao watagombana sana. Na katika kugombana, tajiri atanunua kwa bei ya chini, kwa sababu nyumba haina mwenyewe, maana wote wanagombana. Ndio ilikuwa tabia ya wanini, ya Wakanani. Na walikuwa wanatumia uchawi wa kuloga kwa mafundo, walikuwa wanatumia kutazama bao, walikuwa wanatumia habari za kupitisha wanao kwenye moto. Hata Mungu anawaambia, ukiingia fuata masharti ninaokuambia kwa jina la Yesu. Unasikiza vizuri? Tega masikio yako, usifanye huko bize. Sikiliza hichi, kitakusaidia. Kwa hiyo hata kuna watu leo wanarodha kikaanani ndani ya makanisa. Hata wakifika wao hawawezi kuchangamana. Hawawezi kuchangamana. Ni watu wenye fitina. Yani anamfitini Mkristo mwenzake, anamfitini mwanakwaya mwenzake, anamfitini Mkristo mwenzake, anamfitini mshauri mwenzake, anamfitini kiongozi mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu ana roho ya kikaanani. Tukishajua kuna mtu ana roho ya kikaanani, tufunge na kuomba tuikemee ili roho ya kikaanani, kwa sababu kwaya kigombana itasambaratika, kwa kanisa likigombana litasambaratika, na ikisambaratika shetani anajipatia nafasi hapo. Ndio maana tunasema kanisa halitakiwi kugombana, na mtu mwenye chembe ya kugombanisha tunatakiwa sisi wote tumwambie haiwezekani, kwa sababu hii ni roho ya kikaanani ndani ya kanisa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, naomba nikufundishe kitu uelewe. Na ndio maana Ibrahimu akapewa ile nchi, alikuta haina. Wanagombania mashamba, wanagombania njia, wanagombania ile. Hii ni Wakanaani. Ndio maana Mungu akasema, Ibrahimu nakupa ile nchi. Na ile nchi kwenye historia nasema pengine ndio ilikuwa ina bustani ya Edeni. Alikaa pale, kulikuwa na mito minne, Havila, Fulati, Hidekeri na mito ambayo inatoka nini? Dhahabu. Sasa naomba niseme kitu kimoja ambacho utakuwa leo ndani ya kanisa, ili ufanikiwe. Kama hutaki kufitiniwa, usimfitini mtu mwingine. Kama hutaki kutukana, usitukane mwingine. Kama hutaki kulaniwa, usimlani mwenzako, ili wewe ubarikiwe. Sasa familia inayogombana imeingiza ukaanani, na ndoa inayogombana imeingiza ukaanani. Kwa hiyo sasa kuna mtu atapewa nchi. Ukiona baba na mama wanagombana,
Hata kama ni biashara, kwanza wateja wataondoka kwa sababu hawatendewi kwa wakati, kwa sababu ndani yake kuna ugomvi. Hakuna mtu mwenye imani. Unajua, ndoa ili kamilike, imani kati ya baba na mama waaminiane. Lakini na huku wakiangalia kama kuna roho za Kikanaani, lazima tuzivunje, kwa sababu mtu anaweza kumfitini mume wake na mume wake kumfitini mke wake. Hii ni roho ya Kikanaani ya mafarakano, mara unataka mara hutaki, mara unataka mara hutaki. Hii ni roho ya Kikanaani, na leo tutavunja hiyo roho ya Kikanaani ndani ya kanisa. Watu wote wakoke kwa jina la Yesu. Asionekane kwenu mtu ambaye analoga kwa mafundo. Leo ikiwezekana kuna mtu ataanzisha biashara ndani ya kanisa kuwasaidia, lakini sikiliza, kuna watu wengine watasema hapana, siwezi kununua. Ngoja nikwambie, hii ni akili ya ajabu sana. Mimi mwenzenu, hata kama tuko online namna hii, lakini nasema kwa mfano wenzetu Wachaga. Ina maana Mchaga akija hapa Goba akaweka hoteli yake, Wachaga wa Goba wote watanunua kwenye ile hoteli. Kwa nini? Wanachangiana. Kwa hiyo kuna karoka Kikanaani kwao hakafanyi kazi. Lakini kuna watu, hata kama ni dada yako, unaenda shambani unachota nyayo zake, unachota udongo. Hata kama ni shangazi yako, hata kama ni dada yako, kuna mtu anampiga kijembe dada yake, kuna mtu anampiga kijembe kaka yake, kuna mtu anampiga kijembe shangazi yake. Wanachawiana wao kwa wao, na hao ndio hawafanikiwagi, kwa sababu watu hawa wanachawiana wao kwa wao. Hata kama mwanamke una elimu kumpita mke wako, sikiliza, elimu haina utukufu wa Mungu, lakini utukufu wa Mungu ndani ya kunyenyekea ndio tunampata Mungu aliyenyenyekea zaidi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, hata kama ni mwanaume, tembea kwenye nyaya namna gani, lakini tuwe tunajua kwamba tuna hakika ya kuheshimu, tutende kile tunachopaswa kutenda peke yake. Kama ni kwenye ndoa, fanya unachopaswa kutenda peke yake, usiongeze na chumvi yako. Pungia mikono yako, tuende pamoja. Kuna kitu nakufundisha. Asionekane kweli mtu anayepiga uchawi wa mafundo, mtu anayefitini wenzake. Huyu ana uchawi wa mafundo. Huyu mtu anayefitini wenzake ndani ya kanisa, ambaye ana fitina visabisabina na chokochoko, huyu ana roho ya Kikanaani. Lazima leo tuingoe, tuishughulikie kwa jina la Yesu. Kama ulikuwa hujanielewa, naomba nimalizie mstari wangu sasa. Pengine twende kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 9 nisome, nisikuache ulivyo, kwa sababu tuko kwenye mafundisho. Usije ukasema baba ametuacha dilema. Nataka angalia mstari wa 9 ili mjue kwamba hakika jambo muhimu sana, fanya unachopaswa kutenda. Kama ni sadaka, mtolee Mungu sadaka, nyenyekea, utafute majibu ya maombi yako, lakini sio kitu kingine. Unaweza kuwa muombaji mzuri, lakini sio mfuatiliaji. Unachokiombea unakipenda. Usimwombee mume wako kama umpendi. Usiliombee kanisa kama ulipendi. Usiombee kwaya kama uipendi. Usiombee inchi kama hauipendi. Iombee inchi kwa sababu unaipenda kwa jina la Yesu. Umeelewa nachosema? Ukiipenda, Mungu naye ataipenda, atakupa unachotaka, kwa sababu unaomba kwa kuipenda. Naomba nisome 18, sura ya 9 na mstari wa 18. Sura ya 9 mstari wa 18 unasomeka hivi: wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shemu na Hamu na Yafeti, na Hamu ndiye baba wa Kanaani. Tumekwenda pamoja? Tumekwenda pamoja watu wa Mungu? Tumekwenda pamoja? Hamu ndiye amemzaa Kanaani akiwa amefanya vibaya kwa baba yake. Maana alimkuta baba yake amekaa vibaya, akatangaza kwa wadogo zake, na alipolevuka akajua kuna mtu amemdhihaki, akatamka laana juu yake. Ndipo sasa hivi mpaka Misri haina utukufu wa Mungu. Kanaani imekuwa na utukufu baada ya mataifa Kanaani kufukuzwa. Kwa hiyo ukitaka kufukuzwa kwenye eneo ambalo unaishi, iwe ni nyumba ya kupanga, usijiite kiherehere kwa fitina. Embu mahali pana anasema heri wapole, maana watairithi nchi. Heri wapole, watairithi nchi. Lakini roho ya Ukanaani, utapanga nyumba nyingi sana hapa. Utapanga Madale, utapanga Tandale, utapanga Mbezi, utapanga Gongo la Mboto, utapanga Goba, na Goba nako tutakufukuza, kwa sababu una roho ya Kikanaani. Mtu mwenye roho ya kubariki utabaki pale, kwa maana wewe ndio unairithi nchi.
kama wewe ni mhubiri, lakini kuwa na busara. Hata kama unabii unakuja, najua waliopevuka katika unabii, kuna unabii wa kuachilia na kuna unabii sio wa kuachilia, ni wa kuomba Mungu asaidie. Ndio maana nasema tuiombee nchi, kwa sababu tunaipenda, ni ya kwetu. Kwa nini tunaipenda? Ni ya kwetu. Penda chako wewe, usipende cha mwingine, usisifie cha mwingine. Lipende kanisa lako wewe, usisifie kanisa la mwingine, usisifie mahali pengine, sifia cha kwako kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na hata kama unaingia social media, kuna kitu unaangalia. Sasa Hamu ndiye amemzaa Kanani, na Kanani walikuwa wamegombana. Mungu akaona kwa laana ile njini nzuri, akampa Ibrahimu. Sasa sikiliza nikwambie, sasa tunatakiwa tuondoe roho ya kikanani ili tupewe nchi, tupewe viwanja, tujenge nyumba nzuri, tupate magari mazuri, tupate watoto wazuri, tupate maeneo mazuri, tutulie, tumtumikie Mungu kwa amani, sio kitu kingine. Maana roho za kikanani, unapomfitini mwingine, ukimfitini mmoja, 100 watakufitini wewe. Ni bora utulie, usichonganishe watu kanisani, usiwe kisabina, lakini uwe sababu ya watu kumwona Yesu Kristo aliye hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Watu wa Mungu nisikilizeni kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tumeona Hawa, ukisoma pale mbele hapo mwanzo utaona. Lakini naomba niseme, tunarudi kwa Kornelio. Kornelio alipoona Waisraeli wanatoa sadaka, yeye akaenda kutoa zaidi. Sikiliza, yeye na nyumba yake. Maana yake walikubali. Ngojeni waambieni, tunapokuwa na watoto wetu wakimuelewa Mungu, watakuwa watoto wetu. Wasipomuelewa Mungu, basi watakuwa wana wetu. Kwa maana mwana ni mtu ambaye ana ukaribu na sisi, lakini mtoto ni yule anayeenda sawasawa na mapenzi ya baba yake. Kwa hiyo hata kama mtoto akiharibu, sio kwa sababu ya baba, ameharibu yeye mwenyewe. Mtu akichafua ni yeye mwenyewe. Kwa mfano, Hamu aliharibu, lakini Yafeti alibarikiwa. Na mimi nataka niseme, watoto wako kama wawe kama Yafeti alivyokuwa sasa, kama Yafeti kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu alitii, alifanya anachopaswa kufanya. Alifanya anachopaswa kufanya. Kisichokupasa usiseme. Ukimwambia mtu usipige kelele, tumia ishara. Lakini ukisema unapiga kelele, maana hata wewe unapiga kelele. Ongea mikono yako juu, twende pamoja. Mtoto ni yule aliyeagizwa mambo 5 hajazidisha 6. Huyo ndio mtoto. Kornelio anatoa sadaka. Biblia inasema alitoa sadaka na alikuwa anaomba daima. Kwa hiyo ili maombi yajibiwe, ni yale ambayo umetoa sadaka mbele za Mungu na unasubiria maombi yako. Ngoja nikwambie, hii Biblia nje wameweka kitu kigumu sana ambacho hakina maandishi zaidi ya kusema Biblia peke yake. Lakini kule ndani kuna kitu ambacho ni Biblia imeanza kuandikwa. Kwa hiyo sikiliza, hata kama ni maji ya hili leo, manake hii chupa ndio inayebeba maji. Kama hii chupa haipo, kutoka kiwandani mpaka hapa yasingefika. Kwa hiyo sikiliza, ili sala zako zifike, lazima kuwe kuna sadaka. Najua maji yako ndiyo sala zako, lakini hii chupa ndiyo sadaka yako ambayo inabeba maombi yako, kupeleka kwenye kiti cha Mungu, kupeleka kwenye enzi ya Mungu. Tulia usikilize, kupeleka kwenye enzi ya Mungu. Kwa hiyo hapa kuna kitu kimebeba. Nje kimeandikwa hili, manake maji ndani ndiyo yanaitwa hili, sio karatasi hili. Kwa hiyo sikiliza, tunazungumzia maji hili, hatuzungumzi maandishi hili. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sasa tujiulize leo, tumekuja ibadani, lakini ni kweli wote tutajibiwa? Jiulize, kwa nini hujajibiwa maombi yako? Ulipoona kukataza kumtolea Mungu, ndipo uliona kutokufanikiwa. Funga sana mpaka utapata vidonda tumbo, lakini hautajibiwa. Na wakati fulani unaweza kufunga ukaona ni kama unaweuka, unaongea mambo yasiyo maana. Okay, mimi nimefunga sili leo.
mimi nimefunga. Biblia inasema wewe unayefunga jipake mafuta kwenye kinywa chako, alafu usitangaze mfungo, kwa baba yako aonaye sirini atakujaza yote kwa jina la Yesu. Nataka niliambie kanisa, tuiombee nchi kwa sababu tunaipenda. Tuliombee kanisa kwa sababu tunalipenda. Tuombee biashara zetu huku tunazipenda. Tuombee watoto wetu huku tunawapenda. Lakini ili tufanikiwe ndani ya kanisa, tupendane ili maombi yetu yawe mapatano. Alafu tutoe sadaka inayemgusa Mungu. Maana yake hapa hakuna kilichomgusa Mungu, ndio maana Mungu amenyamaza. Hakuna ulichomtolea Mungu, ndio maana Mungu amenyamaza. Jidamke saa 11 kanisani, nenda kaabudu, inama, piga na saluti, piga na panda, lakini hautajibiwa. Tunaangalia vigezo na masharti. Umetoa kinachomridhisha Mungu. Sasa ngoja nikwambie matokeo. Kuna wana wawili ambao ni nani? Wanani ambao tunasema ni wa baba yetu wa kwanza walipozaliwa, Kaini na Abeli. Katikati ya baba yetu aliyokuwa wa kwanza, mmoja alipotoa sadaka ikakubalika. Sikiliza nikwambie, kaka yake akasema umekubaliwa na Mungu, twende uwandani tukacheze. Nakwambia walipoenda uwandani kucheza, akamua mwenzake. Ndani ya kutoa sadaka kwenye madhabahu hii ninayosimama utajibiwa sana, lakini Kaini hata kufanya chochote. Abeli utasurvive wewe, utapata baraka za kutosha. Dunia itakupenda, watu watakupenda, makampuni yatakupenda, mpaka useme basi. Roho ya fitina ikikaa ndani yako hauwezi kufanikiwa. Kuna mwingine kufanikiwa unachukia. Na hata kama ni mume, mtu akija sebuleni anasema hivi, anamwambia aise, Johnson uko vizuri, tumeona biashara zako zina survive. Alafu mke wako anasema unamsifia Johnson, wakati bila ushauri wangu mimi asingeenda. Minuna. Kwani Johnson na mke wako sio ni kitu kimoja? Roho ya Mkanaani. Ukipiga step vizuri kanisani, ukapiga step vizuri kanisani, utaona watu wanakuchukia. Kwa hiyo ulikuwa unajituma, baadaye unalegea na wewe unaenda hivi. Unajua nini? Roho ya Kanaani tusipoikemea inatupeleka ndiko siku. Leo nazungumza na roho ya Kanaani tu. Hatuipendi hapa, hatuitaki hapa. Nyenyekea sana wewe baba, wewe mama, nyenyekea wewe. Naomba niseme, nikisema anayetii mafundisho, akasema kamwite Petro akwambie pasayo kutenda utakapokwisha kuingia kanisani. Sio Kanaani, anasema utakapokwisha kuingia